Karne 3 zimepita baada ya John Bunyan kuchapisha kitabu chake kiitwacho Hatua za Msafiri. Ni cha pili kwa mauzo kulinganishwa na Biblia, na kinaendelea kuwa kimoja cha vitabu vinavyovutia kwa kusomwa kilichowahi kuandikwa. Kinaendelea kutafsiriwa na kuchapishwa kwa lugha nyingi, na mafunzo ya kitabu hiki ni ya muhimu kwa wanafunzi wa chuo kikuu na hata nasari. Mji wa Bedford wa viwanda vingi huko Uingereza ulionekana namna hii wakati John Bunyan alipotembea katika barabara hizi kabla na kisha ya karne ya 17. Nyumba hii uionayo yasemekana kwamba ndiyo iliyokuwa mahali pa kuabudu pa mwandishi, ingawa sasa ndiyo nyumba ya kuhifadhi vitu vya kale. Hapa unaona mfano wa chumba cha kukaa kama vile nyumbani mwa Bunyan. Mahali alipozaliwa na nyumba alimoishi hazipo tena. Nyumba ya mambo ya kale iitwayo Mute Hall ina ukumbusho wa Bunyan, na hii ni jukwaa ambapo alisikia mahubiri ambayo yalimbadilisha maisha yake alipokuwa kijana. Na huu ni mlango wa moja ya jela mbili za Bedford alikoishi kwa muda mfupi, na akaandika kitabu chake maarufu. John Bunyan aliyekuwa mwaminifu kwa kanisa lake hili hakutosheka kupokea chakula cha kiroho kutokana na mahubiri peke yake. Ingawa alipeleka jamii yake kanisani kila Jumapili, alikuwa mwanafunzi shupavu wa Biblia. Yalikuwa ni masomo haya ya Biblia ambayo yalimfanya kuuliza maswali mengi kuhusu mwenendo wa kanisa na juu ya maisha yake. Kwa mfano, alitumika kama mpiga kengele wa kila Jumapili asubuhi, kazi ambayo ilimpendeza sana hata akaja kuifikiria kama ni dhambi. Aliogopa kuwa huenda siku moja kengele ya mnara itamwangukia kama hukumu ya Mungu. Elstow, kijiji kidogo mjini Bedford ya kale ambapo Bunyan alimoishi, nyakati hizo kilikuwa kituo cha dini. Mahali hapa paliunganisha jamii kwa njia ya kuishi na hali ya kidini. Madirisha ya rangi nyingi kanisani yalikuwa ni ukumbusho wa mwandishi na kitabu chake. Baada ya kusoma Biblia, John Bunyan hakukubaliana na kanisa. Sehemu nyingi za kitabu cha Hatua za Msafiri hazionyeshi tu juhudi zake za maisha, bali maovu yaliyokuwa mle kanisani. Kijiwe hiki ni cha kumbukumbu ya majuto aliyopata kutokana na kutokubaliana na viongozi wa dini wa siku hizo. Jela ndogo moja ya kiingilio cha Bedford ilikuwa katika hii daraja. Kwa miaka ambayo aliyokuwa mfungwa, John Bunyan alianza kuandika kitabu chake cha Hatua za Msafiri. Ingawa vizazi vya leo vinamheshimu John Bunyan, hakuheshimika wakati alipokuwa hai kwa vile aliongea hadharani kuhusu unafiki kanisani. Ingawa hakufikishwa mahakamani, alitumika kifungo cha miaka 11 zaidi katika gereza la Bedford. Kwa wakati huu alimaliza kuandika kitabu chake. John Bunyan amezikwa katika moja ya makaburi ya ghorofa ya zamani katika mji wa London. Karibu naye kunayo mabaki ya mwandishi mmoja mashuhuri ambaye yasemekana alivutiwa sana na uandishi wa Bunyan. Kaburi la Susan Wesley, mamake John na Charles, ndugu wawili mashuhuri, lapatikana mahali hapa ingawa halipopambwa sana. Mtu kwa jina la Isaac Watts amelazwa hapa pia. Isaac alivutiwa sana na kitabu cha Hatua za Msafiri, na yeye ndiye mwandishi wa nyimbo nyingi za Kikristo ambazo zapendwa sana. Wasomi wengi siku hizi wanajaribu kupima kusudi lake na kuelewa umashuhuri wa mtu huyu John Bunyan. Na kwa sasa tutajishughulisha kuona picha za hadithi yake mashuhuri itwayo Hatua za Msafiri. Ni mauti, mshahara, mauti, mshahara, mauti, mshahara, mauti, mauti. Mshahara wa dhambi, mauti, mauti. Mshahara, Mauti, mshahara, mauti, mshahara, mshahara, mauti, mauti. Bwana, nifanye nini niweze kuokoka? Mshahara wa dhambi ni mauti, ni mauti. Mshahara, Mauti, mshahara,
mauti, mshahara, mshahara, mauti, mauti, mshahara wa dhambi ni mauti, mauti. Roho ifanyayo dhambi ife, ife. Mshahara wa dhambi mauti, mauti. Roho ifanyayo dhambi ife, ife. Mshahara wa dhambi mauti, 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 mauti. Mzigo wake wa dhambi wa kuchukiza na mzito ulimlemea mgongoni. Msafiri aliondoka kutoka mji wa uharibifu kwenda kutafuta mji wa mbinguni. Alikuwa amejiandaa kwa kitakachotokea njiani, hata kifo chenyewe. Sio tu kuwa msafiri aliubeba mzigo mzito mgongoni, bali barabara ambayo angepitia ilikuwa ya matatizo na ya hatari, majaribu na shida. Zikichanganywa zote zilikuwa adui wake mkubwa, adui wa moyo wake. Apollyon! Pamoja na mzigo alioubeba mgongoni mwake, msafiri alichukua kitabu pia, kitabu kile cha uzima. Ni ujumbe wa kitabu hiki uliomfanya aondoke mji wa uharibifu. Kama vile adui wa moyo wake kila mara angetaka kuangamiza safari yake, vivyo hivyo kutakuwepo na wale wenye kumshauri na kumwongoza. Je, msafiri, ninaweza kukusaidia? Nimekuwa nikikutazama. Unaonekana umefadhaika. Nimefadhaishwa sana. Kitabu hiki chanaeleza juu ya hukumu kubwa inayotoka mbinguni. Nimejaribu kuonya mke na watoto wangu, marafiki na majirani, lakini hawakunisikiliza. Hukumu unayoieleza ni ya kweli. Umekuwa na busara kusikia onyo. Hebu nijitambulishe. Jina langu ni Mwinjilisti. Muinjilisti? Basi natumai utanisaidia. Wajua mimi siko tayari kwa hukumu ya Mungu. Ndiyo sababu niliuacha mji wa uharibifu. Kwa nini unasimama hapa? Kwa sababu sijui pa kwenda. Nashukuru ndugu. Nitawezaje kuiepuka hukumu ya Mungu? Ufunguo ni huu. Ni ufunguo wa ahadi. Unauona ule mlango kwa mbali? La ndugu, siuoni. Unaona mwanga? Hakika nauona. Sawa, nenda moja kwa moja hadi pale pa mwanga. Utakuongoza mpaka mlangoni. Ukishafika hapo, bisha na utajulishwa la kufanya. Watu wanaoishi gizani, gizani, Gizani wameuona mwangaza. 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 kivulini cha mauti. Kivulini cha mauti. Mwanga umekucha. Mwanga umekucha. Mwanga umekucha. Msafiri! Msafiri! Jirani aitwaye Mwelekevu katika mji wa uharibifu alichukua jukumu la kumtafuta msafiri na kumrudisha tena kwa mke na jamaa yake. Kwa kweli msafiri hakuwa ameacha jamaa yake,
ila mke wake aliyeshawishiwa na majirani alikataa kutoroka na mumewe toka mji wa uharibifu. Msafiri! Msafiri! Ewe rafiki yangu shupavu, ngoja kidogo. Mimi? Nikusaidie nini ndugu? Hebu ngoja kidogo nijitambulishe. Jina langu ni Mkaidi. Jina langu ni Mwelekevu. Mwelekevu? Mwelekevu? Ndiyo. Ukoo mzuri wa Waelekevu. Na wafahamu hao. Ukoo mzuri. Nataka kumfikia Msafiri. Msafiri? Msafiri? Mimi sijawahi kusikia jina hilo. Aliondoka leo asubuhi. Aliacha mkewe na watoto na hata marafiki. Shida sana. Mikasa ya namna hiyo imezidi sana siku hizi, au sio? Shida sana. Hebu nisaidie. Lazima nimrudishe Msafiri kwa mkewe na watoto wake. Nimshawishi arudi, si ndivyo unavyosema? Lakini ninaweza kukusaidia. Mimi ni shujaa wa kuwasaidia watu kama wewe. Ndiyo. Basi tukishamfikia huyu asiye na akili timamu, niachie mimi nizungumze naye. Nimewazoea sana watu wa aina hiyo. Uwe mtulivu, uwe mwangalifu. Adui yako Shetani anatembea ovyo. Adui yako Shetani anatembea ovyo. Adui yako Shetani anatembea ovyo. Uko hapo Msafiri. Nimekuwa nikikutafuta. Nilikwambia uniachie mimi nizungumze naye. Pole bwana Mkaidi. Samahani basi. Samahani. Wow. Nafurahi kukuona. Nadhani wewe ndiye Msafiri. Msafiri. Ndiyo, watu wazuri Wasafiri. Ndiyo, naujua uko wako vizuri. Lakini ulisema huyu. Kuna jambo lolote unalohitaji kwangu? Tunataka urudi kwenye mji wa uharibifu kwa mkeo na watoto wako. Siwezi kurudi huko. Mji wetu ni mji wa uharibifu. Mji huo utaharibiwa na hukumu ya Mungu. Upuzi mtupu. Watu wamekuwa wakisema haya miaka nenda rudi. Amini nisemayo. Na hukumu haijaja. Bado haijaja. Wala haitakuja hata kamwe. Na Nuhu je? Kama ilivyokuwa siku za Nuhu, vivyo hivyo. Nuhu? Hata sijawahi kusikia jina hilo. Ijapokuwa ninafahamu jamaa zote maarufu. Sasa fikiri kiungwana rafiki na urudi nyumbani. Msafiri. Jina zuri mno hakika. Usiliharibu. Nirudi huko katika mji wa uharibifu? Kamwe siwezi. Mje twende pamoja.
twaweza kuepuka hukumu ya Mungu pamoja. Ati twaweza kuepuka hukumu ya Mungu? Ndiyo, twaweza. Ujinga, upuzi, wenda wazimu na hata ushenzi usiowezekana. Je, ni upuzi msafiri? Sio upuzi mwelekevu, ni ukweli wa milele. Katika kitabu hiki tunaambiwa tutafute urithi usiotoweka. Urithi? Njia pekee ya kupata urithi ni kurudi kwa jamaa zenu. Ndiyo, kurudi kwa jamaa zenu. Waonaje msafiri? Utarudi nasi au la? Sirudi nyuma kamwe. Basi ni sawa mwelekevu. Turudi nyumbani tumwache. Nadhani nitaandamana na msafiri. Umfuate huyu mwenda wazimu. Rudi bwana mwelekevu, tumia busara. Twaweza kuepuka hukumu ya Mungu. Hukumu ya Mungu. Imeteuliwa kwa wanadamu mara moja kufa, na baada ya hayo hukumu. Je, unafikiri maneno ya kitabu chako ni ya kweli msafiri? Kama kitabu chenyewe kinavyosema, yameandikwa katika tumaini la uzima wa milele ambamo umeahidiwa na Mungu mwaminifu kabla dunia kuwepo. Chaeleza nini zaidi msafiri? Tumeahidiwa wokovu wa milele na tunaweza kupata taji ya haki. Hakutakuwa na huzuni au kilio. Yeye aliye mwenye haki mahali hapo atatupangusa machozi yote. Na je msafiri, watu watatucheka huko? Sivyo mwelekevu? Ni ajabu. Nani atakuwa huko? Mamia kwa maelfu ya wale waliotutangulia, watakatifu wenye upendo, wote wakitembea mbele za Mungu, wanaokubaliwa naye daima. Basi na mimi naenda huko. Hebu oneni, wajua mimi sipendi kuchekwa msafiri. Usijali mwelekevu, hawa ni wana wa giza. Msafiri, nina njaa na hata kiu. Tafadhali bwana, tupatie maji ya kunywa. Safari hii si kama nilivyotazamia msafiri. Kitabu hakiahidi safari rahisi, lakini kinaahidi mahali pema baadaye. Fanya twende haraka msafiri. Nina hamu ya kufika mahali hapo. Siwezi kwenda haraka kutokana na mzigo mgongoni mwangu. Labda tutafute mahali pa kulala usiku huu. La msafiri, tuharakishe. Siwezi kupumzika mpaka nione mahali hapo kitabu chako kinavyotaja. Kwa ujinga mwelekevu alipuuza hatari kama ziwa la matope, kukata tamaa na bwawa la maovu, ambapo wasafiri wengi wachovu walikuwa wameanguka na kunaswa na hila za mwovu Shetani.
Hii ni njia ngeni kwetu sote. Lazima tujihadhari tunapotembea gizani. Je, hapo ndipo mahali pa ajabu kitabu chako kinavyodai? Kama ni hivyo na bado ni mwanzo tu, itakuwaje mwishoni mwa safari? Nisaidie! Nisaidie, mzigo wangu wanizamisha matopeni. Mimi nitakuacha utoe huo ufalme mzuri unavyoelezwa katika kitabu chako. Nisaidie! Nisaidie! Jina langu ni Msaada. Nimekusikia ukiita. Asante. Oh, asante. Nilikutana na mtu aliyeniambia nije huku. Jina lake ni Mwinjilisti. Lakini haingekuwa vizuri kutembea peke yako gizani. Bonde hili limejazwa maovu na uchafu wote wa udhaifu wa binadamu. Waovu wale wanaoamshwa na hali yao ya kupotea, lakini wenye hofu na mashaka mengi huanguka mahali hapa pabaya. Na unaokoa watu wa aina hiyo? Wakiniruhusu mimi. Palipo na dhambi nyingi, vivyo wingi na neema ya Mungu. Kitabu hiki kina maneno hayo hayo. Ni lazima nikuache sasa, lakini juu pale utapata mahali pa kujilaza usiku huu. Msafiri aliendelea na safari yake kadri adui wa moyo wake alivyozidi kupambana naye katika safari. Uwe mtulivu na mwangalifu. Adui yako Shetani anazunguka ovyo. Adui yako Shetani anazunguka ovyo. Adui yako Shetani anazunguka ovyo. Wewe waonekana mdhaifu, pia waonekana mwenye njaa. Karibu nyumbani, tutakuandalia chakula. Chakula, ndiyo chakula. Nilikuwa nimesahau, jina langu ni Mwerevu wa kidunia. Na jina langu ni Msafiri. Msafiri? Ndiyo. Hilo jina sio geni kwangu. Nakumbuka. Uko mzuri sana Wasafiri. Uko mzuri sana. Bila shaka umewahi kusikia juu ya jamaa yangu. Kusema kweli, sisi ni watu mashuhuri. Ndiyo, tuulize chochote utakacho na utapata jibu. Kwa mfano, uliupataje huo mzigo ulio mgongoni mwako? Upo mlango na utafuta, na nikisha upata nitaambiwa jinsi ya kutua mzigo huu. Na ni nani aliyekuelezea juu ya mlango huu? Ni mtu mmoja niliyekutana naye njiani. Jina lake anaitwa Mwinjilisti. Mwinjilisti? Wote ni wajinga Msafiri. Wote ni wajinga wote.
Wewe endelea kufuata njia ya huyu mwinjilisti na kila aina ya shida itakukabili. Njaa, hatari, uchi, upanga. Na hakukwambia juu ya msalaba? Njia yake ujinga mtupu. Lakini mzigo na ubeba ni mzito sana, bwana mwerevu. Niko tayari kupambana na yote usemayo, ikiwa baada ya safari yangu nitaondolewa mzigo wangu huu. Na je, uliupataje huu mzigo haswa? Kwa kusoma kitabu hiki. Kama ningelijua mapema, ningelijua. Siku mmoja ungeniita rafiki yako mkubwa, nikikitupa hiki kitabu motoni mwangu. Basi naondoka. Basi ngoja, hujala bado. Mke wangu, leta chakula. Ngoja, nataka kukusaidia. Naona wewe ni mtu wa dini, ambalo ni jambo zuri sana. Dunia yahitaji watu wa dini zaidi. Ni hivyo msafiri, ni hivyo. Waona kile kilima huko ng'ambo? Juu ya kile kilima kuna kijiji kiitwacho Wema. Ni mahali pazuri mno, pazuri. Mimi mwenyewe ningependa kuishi huko. Ni hivyo msafiri. Isipokuwa hakinifai mimi. Lakini rafiki yangu anaishi huko, Bwana Sheria. Ni nyumba ya kwanza kwenye kilima. Huyo Bwana Sheria atakuonyesha jinsi ya kuondoa huo mzigo wako mzito. Ndiyo, ni hivyo. Msafiri, unafanya nini hapa? Kwa nini umeiacha njia upesi hivyo? Nilikutana na mtu aliyeniambia jinsi ya kuondoa mzigo huu ninaobeba. Lakini umeyasoma maneno kwa kitabu. Maneno haya ni hai, yenye nguvu na makali kuliko upanga wa kukata kuwili. Tutaokokaje kama tukiudharau wokovu mkuu hivyo? Nimekosa. Usiwe mtovu wa imani, msafiri, kama wale wenye kupita njia pana iendao upotevuni. Kumbuka, wenye haki wataishi kwa imani. Mwerevu wa dunia alijaribu kuleta maangamizi kwako. Kwanza alikutoa kwenye njia, toka kwa yule aliye njia na ukweli na uzima. Pili, alijaribu kufanya msalaba kuwa chukizo kwako. Mafundisho kuhusu msalaba ni upuuzi kwa wale wanaopotea. Lakini kwa wanaoepuka maangamizi, msafiri, mafundisho ya msalaba ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu.
kuna tumaini lolote kwangu? Bado naweza kuupata mlango ulioniambia? Ndiyo msafiri, unaweza bado kuifikia njia. Unaweza kuepuka moto wa hukumu, na hata yeyote atakayesikia ujumbe wa kitabu hiki. Naokolewa kwa neema, Kwa imani, kwa imani. siyo kwa matendo. Ni kipawa cha Mungu. Okolewa kwa imani, Kipawa cha Mungu. okolewa kwa imani. Kipawa cha Mungu. Kwa matendo ya sheria hakuna atakayehesabiwa haki. Waovu ni kama bahari iliyochafuka, hawatulii, hawatulii. Waovu ni kama bahari iliyochafuka, hawatulii, hawatulii. waovu ni kama bahari iliyochafuka, hawatulii, hawatulii, hawatulii. Tafuteni, tafuteni, na mtapata, na mtapata. Bisheni, bisheni, na mtafunguliwa, mtafunguliwa. Tafuteni, tafuteni, na mtapata, na mtapata. Bisheni, bisheni, na mtafunguliwa, mtafunguliwa. Habari za jioni rafiki yangu. Mimi ni Bwana Matumaini Mema. Wewe ni nani? Watoka wapi? Na waelekea wapi? Jina langu ni Msafiri. Ni mkosaji aliyelemewa na dhambi toka mji wa uharibifu. Ninatafuta njia ya uzima wa milele. Unatafuta njia, sivyo Msafiri? Una busara sana. Ebu njoo ni kuonyeshe. Kwa nini unasafiri peke yako Msafiri? Kwa sababu hakuna aliyenisikiliza nilipoonya juu ya hukumu ijayo. Marafiki na majirani zangu walinicheka, hata jamaa yangu mwenyewe. Hivyo ndivyo ilivyo mara nyingi hapa duniani. Tafadhali Bwana Matumaini Mema, waweze labda kunisaidia kuondoa huu mzigo mgongoni mwangu? Jibu lipo katika kitabu unachobeba. Na mbele kidogo utaona nyumba ya Bwana Mkalimani. Enda kwake Msafiri, atakusaidia. Nashukuru. Asante sana. Njia ni pana, Iendayo upotevuni, njia ni nyembamba. iendayo uzimani. Njia ni pana, Iendayo upotevuni, njia nyembamba. iendayo uzimani. Njia pana, Iendayo upotevuni. Ingia ndani, nimekuwa nikikusubiri. Hapa katika nyumba ya Bwana Mkalimani, Msafiri hatimaye atapata taarifa anayohitaji kumhakikishia ushindi njiani. Kama ule ufunguo wa dhahabu aliyouchukua mfukoni mwake, vivyo hivyo maneno ya Bwana Mkalimani yatafungua mawazo ya Msafiri aone busara na thamani ya kitabu. Hamu ikamjia kijana huyu kama joto la jua. Picha hii ina maana gani? Mtu anayeonekana kwenye picha anaongea kama mtume. Wanangu wapendwa, mimi ni nani katika uzao hadi Kristo azaliwe ndani yenu? Kumtazama Yesu aliye mwanzo na mwisho wa imani yetu. Neno la Mungu ni taa miguuni petu na taa katika njia yetu. Na taji kichwani pake iko hivyo kuonyesha na kusema nasi kama vile mtume alivyosema, usiupende ulimwengu wala vitu vilivyomo ulimwenguni. Baada ya dhambi kuondolewa, lazima tupigane vita vizuri, lazima tumalize safari. Na tumeahidiwa taji ya haki. Njoo ni kuonyeshe zaidi. Washangaa juu ya mzigo wako mgongoni? Ni kweli kabisa Bwana Mkalimani. Ndivyo hasa. Sakafu hii ni kama moyo wa binadamu kabla hajashuhudia nguvu ya habari njema ambayo ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu.
Vumbi ni dhambi katika kila moyo. Ufagio unawakilisha sheria au majaribio ya matendo mema kuhalalisha dhambi. Kitabu unachoshika mkononi kinasema kwamba hakuna atakayehesabiwa haki kwa njia ya sheria. Ni nguvu ya Injili tu inayoweza kuondoa dhambi. Kitabu chako kinasema mtu akiwa katika Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hapana. Hapana, sivyo. Sivyo. Naam, Bwana mkarimani alikwisha kuonyesha njia. Maneno yake yalikuwa kama taa katika giza. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno ya kitabu hiki hayatapita kamwe. Yesu Kristo alikuja ulimwenguni kuokoa wenye dhambi. Nami ni mwovu kuliko wote. Mwili huzaa mwili, lakini roho huzaa roho. Ni lazima uzaliwe tena. Munaokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, na hayatokani na juhudi zenu. Ni kipaji toka kwa Mungu, sio matendo, ili mtu asijivune. Mnaijua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba ijapokuwa alikuwa tajiri, bali kwa ajili yako akawa maskini, ili wewe msafiri, kwa umaskini wake uwe tajiri. Ili wewe kwa umaskini wake uwe tajiri. Ili wewe kwa umaskini wake uwe tajiri. Ili wewe kwa umaskini wake uwe tajiri. Alijeruhiwa kwa ajili ya dhambi zetu, akaumizwa kwa ajili ya maovu yetu. Maumivu yake yanatuletea amani, kwa mapigo yake sisi tunapona. Baba, uwasamehe. nisamehe mimi. Yamekwisha. Kwisha. Kutokana na Injili hii mumeokolewa, kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama maandiko yanenavyo, kuwa alizikwa akafufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko. Maneno ya kitabu hiki hayatapita kamwe. Jina lako halitakuwa tena msafiri. Jina lako tangu sasa litakuwa ni Mkristo. Sasa hakuna tena hukumu kwa walio katika Kristo Yesu. Sheria ya uzima na Roho ni Kristo Yesu, anayetuweka huru kutoka sheria ya dhambi na kifo.
Sio msafiri tena, bali sasa ni Mkristo. Msafiri akaendelea na hatua zake za hakika kuelekea mji wa Mungu. Hujambo ndugu na rafiki yangu. Je, naweza kusafiri nawe? Jina langu ni Mwaminifu. Mimi pia nasafiri. Ilikuwa kama kwamba Mkristo na Mwaminifu walikuwa ndugu tangu kuzaliwa, na hili ni jambo la pekee katika undugu wa kiroho. Umoja huu huwafanya wote waaminio watu wa jamii moja. Kwa pamoja hushiriki katika mambo mbalimbali kama matatizo yao. Ufanisi ni baraka kwao. Kwa pamoja husubiri kwa uvumilivu na tumaini kuendelea na safari yao. Iweni na nia moja, upendo mmoja, mfanane katika roho na makusudi yenu. Msifanye lolote kwa choyo au kunia makuu na kudanganya, lakini kwa unyenyekevu mfikirie wengine kuwa bora kuliko ninyi. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali aangalie mambo ya wengine pia. Hata wewe ulianguka kwenye dimbwi la kukata tamaa, sivyo Mwaminifu? Zaidi ya hayo, chini ya mlima ule wa shida, nalimkuta Adamu wa kwanza anayeishi kwenye mji wa udanganyifu. Alinipa mabinti zake watatu waliokuwa wazuri sana kama dunia inavyosifu uzuri. Majina yao yalikuwa akina nani? Majina yao? Tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kujivunia maisha. Na je, ulijizuia nao Mwaminifu? Kwa neema ya Mungu niliweza. Yana ukweli kiasi gani maneno ya kitabu kwamba tujiepushe na mitego ya yule mwovu? Nimetoka kusoma kitabuni kwamba na tujiepushe na mitego ya shetani. Ni hivyo. Hatuna madhumuni mabaya. Kwa nini tumeshikwa kwenye nyavu za shetani? Sababu sisi ni binadamu. Lakini sikiliza, nilivyosoma sivyo kitabuni. Imeandikwa kuhusu Bwana wetu kuwa kwa kweli atawaokoa toka mitego ya yule mwovu. Kutuokoa kwa nyavu hizi itawezekanaje Mkristo? Ndiyo Mwaminifu, atatuokoa. Ni ahadi ya kitabu chake, na hakuna ahadi yake iliyowahi kuvunjwa. Toka adui wangu mkubwa. Huu ndio ushindi unaolemea ulimwengu, hata imani yetu. Ulikuwa ukombozi mkuu, wakati wa furaha na vigeregere. Lakini ng'ambo ya kile kilima zilisikika sauti za maonyesho ya ubatili. Enendeni, mpo duniani, lakini nyinyi si wa dunia. Anasa na kiburi vyote ni ubatili. 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 Mji wa anasa ni kama hali ilivyo mahali pengi duniani. Watu wanapocheka ovyo ovyo na kung'ang'ania mali upuuzi mtupu ili kujiridhisha.
Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Hati Mungu akubariki. Ati Mungu akubariki. Na sasa tufanye nini Mkristo? Naona afadhali tunyamaze tu. Mwana wa mfalme. Alitembea kufuatana na hali ya dunia na nguvu za mkuu wa anga, roho atawalaye wana wa maasi, mnaojitolea kuwatii, ninyi watumishi wake, hata kama ni dhambi iletayo mauti au utii uletao haki. Katika mji wa anasa ambapo kila kitu ni kiovu na tamaa nyingi, aliishi mtu mmoja kwa jina Tumaini. Wanathubutuje kusimama mbele ya mwana wa mfalme? Wao si wa ufalme wetu. Tangu utotoni, Tumaini hakuwahi kumwona mtu aliyempinga mtoto wa mfalme, wala hakuwahi kuona watu kama hawa wageni wawili waliozuka kwa ghafla. Nipe hicho kitabu. Je, kitabu hiki kinawaruhusu ninyi msinisujudie? Kinawaruhusu? Ndiyo mheshimiwa. Je, tukichome kitabu? Choma kitabu. Choma kitabu. Choma kitabu. Choma kitabu. Ama tuwachome moto? Wachomwe! 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 Na wahukumu nyinyi wawili mchomwe moto. Wachomwe! 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 Wakati makelele yakienea huko na huko kuhusu kuchomwa moto kwa wasafiri wawili, moto wa ajabu ukazuka moyoni mwa Tumaini, moto wa njaa, na wakajaribu kuona kama kulikuwepo na njia nzuri zaidi. Simameni, tuna kazi ya kufanya hapa. Mlete mtu wa kwanza. Muwe wafasi wa hawa ambao kwa njia ya imani na uvumilivu walirithi ahadi. Kweli nawaambieni, kila asikiaye neno langu na kuamini yeye aliyenituma ana uzima wa milele na hatahukumiwa.
nipe huo moto. Mwache aungue. Jina lako ni Tumaini, linakufaa hasa. Kwa muda wa miaka mingi, moyo wangu ulijaa kukata tamaa. Lakini sasa, kutokana na kitabu chako, nina matumaini ya uzima wa milele. Macho yangu hayajawahi kuona maajabu namna hii. Kwa kweli adui wa roho zetu yuko mbali nasi. Sio kuwa adui alikuwa karibu tu, lakini kadri wasafiri hao wawili walivyofika kwenye kinjia, Tumaini alikosea kuwa urembo ni ukweli katika kutafuta njia ya kweli. Ebu ona jinsi sehemu hii ilivyo nzuri. Njoo Mkristo. Nadhani tumepotea njia, Tumaini. Unaona kile kimbunga mbele yetu? Tunaendelea kupotea njia, Tumaini. Kuna kibanda cha wachungaji hapa. Ona Mkristo, ngome ambapo tungeweza kulala usiku. Huenda tukapata chakula huko. Twende. Twende. Harakisha. Ingia mara moja. Ingia. Twende. Fanya haraka. Karibu kwenye ngome ya mashaka. Niwakaribishaye ni
Usikate tamaa mkuu. Hii iliwezekanaje? Wasafiri hao wawili walikuwa wamejikaza kuupata mji wa mbinguni. Jambo gani litatendeka kwetu? Huenda tukaangamia kama wao. Msifadhaike mioyoni mwenu, mwamini Mungu. Niaminini mimi pia. Mtaujua ukweli. Ukweli, ukweli. Na ukweli utawaweka huru. Weka huru, weka huru. Ufunguo wa ahadi unaweza kufungua mlango wowote. Kinjia walichofuata kilikuwa kizuri, lakini cha kupotosha. Kama wangeendelea hatua chache mbele katika njia ya kweli, Mkristo na Tumaini wangeokolewa kutokana na ngome ya mashaka. Wangeweza kuingia mahali hapo pazuri haraka sana, na ungekuwa ni mwanzo wa mwisho wa safari yao. Karibuni. Hii ni nchi ya Emanueli. Jina langu ni Elimu. Jina langu ni Mlezi. Jina langu ni Ujuzi. Jina langu ni Aminifu. Jina langu naitwa Mkristo na mwenzangu huyu anaitwa Tumaini. Kwa vile hii ni nchi ya Emanueli, bila shaka tumekaribia mji wa mbinguni. Ndiyo, mmekaribia. Haraka mlinzi, hebu tuwaonyeshe. Hata wewe angalia Tumaini, angalia.
Njoo Mkristo, lazima tuendelee. Bado safari ni ndefu. Nanyi mmesafiri mwendo mrefu. Kaeni hapa mpumzike kidogo. Tutawezaje kuchelewa? Lazima tuendelee. Kisha Yesu akaongozwa na Roho hadi jangwani kujaribiwa na Shetani. Unaona Tumaini? Hata Bwana wetu Yesu Kristo alijaribiwa na yule mwovu. Hata hivyo Yesu alikuwa jangwani. Hii ni kama bustani isiyo na mwisho. Hii ni nchi ya Imanueli. Kwa kweli mtu akishafika umbali huu hatashambuliwa na Shetani. Twaeni ngao ya imani, twaeni ngao ya imani, twaeni ngao ya imani. Twaeni silaha ya Roho, neno la Mungu. Twaeni silaha ya Roho, neno la Mungu. Twaeni silaha ya Roho, neno la Mungu, neno la Mungu. Shukrani kwa Mungu. Shukrani kwa Mungu. Vita si vyenu. Mkristo alikuwa ameyasoma maneno haya mara nyingi kwenye kitabu. Vita ni kazi ya Bwana na pia ushindi, na ilikuwa hivyo safari yao ikaisha. Wakati ukawadia ambapo Mkristo na Tumaini waliingia kwenye mji wa Mungu. Nimevipiga vita vizuri. Nimeumaliza mwendo. Nimeilinda imani. Na ndivyo kwa sasa nimewekewa taji ya uaminifu. Nimevipiga vita vizuri. Nimeumaliza mwendo. Nimeilinda imani. Na ndivyo kwa sasa nimewekewa taji ya uaminifu. Na ndivyo kwa sasa nimewekewa taji ya uaminifu.
nimewapoteza. Wangekuwa wangu kama wengi wa hawa ni wangu. Yule pale mbele ni wangu. Pia wale watatu. Yule pale juu, ndiyo, hata yule. Sasa ulikuwa ni wakati wa kuwatafuta wengine, wale ambao wangeweza kushambuliwa kwa urahisi, na baada ya kuwashinda awachukue mateka wake. Bado kuna uwezekano wa kuteka. Bila shaka ni wewe.